Washa mic. Hapo nakusikia. Safi. Kwema? Kwema bwana. Mambo anasemaje? Mambo ni mazuri. Mambo ni mazuri. Tunaona wenyewe. Naona. Naona. Bwana, pale Afrika Kusini kuna shinikizo kubwa kweli la kumtaka Rais Cyril Ramaphosa kujiuzulu. Na yeye ametoa hotuba yake, amesema wazi kwamba huo mpango hana kabisa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatoachia ngazi kama rais licha ya kubuniwa kamati ya kumuondoa madarakani. Shinikizo kubwa sana linaendelea pale Afrika Kusini. Kabisa, inatajwa kwamba kuna pesa, inatajwa ni pesa ambazo zilikutwa katika nyumba yake. Na zile pesa kama hazikuonekana au ziliibiwa. Kwa sasa wanaharakati, wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakimtaka sasa aweze kufanyaje, aweze kujiuzuru. Na hiyo unafahamu kwamba sio mara ya kwanza kwa yeye kutakiwa kujiuzuru. Kipindi cha Jacob Zuma, unafahamu Jacob Zuma kipindi rais huyu alikuwa makamu wake wa rais. Na yeye aliweza kujiuzuru kipindi kile. Nafikiri ilikuwa mwaka 2018. Aliweza kujiuzuru. Kwa sasa yeye amesema kwamba hataweza kujiuzuru na anaendeleza harakati za kuendelea kujenga taasisi za South Africa. Inasema kwamba kwa wadau wa demokrasia, South Africa ni mojawapo ya nchi ambayo ina katiba ambayo inaweza kumwajibisha mkuu wa nchi. Kuna hao ambao wanaamini kuna dhana za demokrasia hizo za uhuru na uwazi, wanataja South Africa, lakini zaidi sana wanataja na Kenya. Kuna mijadala mingi ya katiba za Kiafrika, hizo zimekuwa ni katiba ambazo zimekuwa kama zinapewa chapuo ya namna gani ile dhana ya accountability, wajibu na uwajibikaji wa viongozi kwa wananchi umekuwa ni mkubwa zaidi. Lakini unafahamu vile kuna uundwaji wa serikali ya South Africa unahitaji kupata 51% ya kura ili uweze kupata majority na ili uweze kwenda bungeni pale Cape Town uweze kupigiwa kura. Sasa vyama vya mrengo ambao haviamini katika chama cha ANC, ukiacha kwamba madarakani kuna vyama vitatu sasa hivi. Kuna hiyo Democratic Alliance, kuna Inkatha Freedom Party, ukiacha kwamba chama cha Julius Malema Economic Freedom Fighter kimekuwa na kikimtaka Jacob Zuma aweze kujiuzuru. Tunafahamu ndani ya South Africa kuna kesi vile ambayo inamhusisha kiongozi mashuhuri wa upinzani Julius Malema. Unafahamu wiki 3 zilizopita alihukumiwa kifungu cha maisha. Of course kuna hiyo harakati za kukata rufaa. Kwa sasa inaonyesha kwamba namna gani kwamba wao sasa uwajibikaji na wajibu wa viongozi umekuwa ni mkubwa zaidi. Kwa kama akijiuzuru, maana ni kwamba itarudi kuna historia kama mtangulizi wake Jacob Zuma. Lakini kama asipojiuzuru, basi ataendelea kulijenga taifa la South Africa kama alivyosema mwenyewe kwamba anaendelea kujenga taasisi, kuhakikisha kwamba taasisi zinawajibika kwa ajili ya watu, lakini sana kuhakikisha kwamba anaendelea kufanya ushirikiano. Lakini vile hizo sababu za kujiuzuru inatajwa vile na mtazamo wake kuhusu mataifa fulani. Unafahamu kwa mfano South Africa imekuwa ikipinga waziwazi kwa mfano uvamizi wa Israel katika nchi ya Iran, hata operation ya Israel katika eneo la Gaza. Lakini zaidi sana unafahamu wamekuwa wakiunda umoja wa BRICS ambao umekuwa ni umoja wa kimkakati ambao umekuwa ukijaribu kuondosha au ukijaribu kupunguza nguvu ya utawala wa kimagharibi. Kwa hiyo kuondoka kwake kwa kweli kunatajwa na sababu za ndani, lakini na mashinikizo yao ya kimataifa. Ukiacha wale Afrikana wa Afrika, wazungu wa Kiafrika ambao walikuja karne nyingi pale South Africa, ambao takriban 2000 walimtaka Trump kwamba awape hifadhi kule Marekani. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kimsingi yamemzonga kwa yeye kujiuzulu kwake. Kamati iliyoundwa inalenga kuanza upya kuchunguza madai kwamba alifanya utovu mkubwa wa nidhamu kwa kutofichua wizi wa zaidi ya dola nusu milioni pesa taslim zilizokuwa zimefichwa ndani ya kiti katika shamba lake la wanyama. Katika taarifa aliyoitoa rais wa taifa hilo amesema kuwa atapinga kisheria ripoti ya bunge iliyopata ushahidi wa makosa dhidi yake. Kesi hiyo anayoinuia kuifungua Ramaphosa bila shaka itachelewesha mchakato huo wa kumuondoa madarakani. Uamuzi wa Ramaphosa wa kutojiuzulu unafuatia uamuzi uliotolewa na mahakama kuu ya katiba nchini humo uliosema kura ya bunge ya mwaka 2022 iliyozuia mchakato wa kumuondoa madarakani rais huyo ulikuwa kinyume cha katiba. Kwa hiyo na yeye amekwenda kufungua madai ya kuzuia pia
mchakato wa kumuondoa usiendelee. Ndio kabisa.